kwetu katika utukufu wako tumekaa. Na katika utukufu wako leo uachilia Baba umetutendea. Na katika utukufu wako leo uachilia Bwana umeonekana kwetu. Na kwa utukufu wako Baba tunakaa tena mbele zako. Unapotuletea tena chakula cha mchana tunajiweka wakfu katika utukufu wako Baba, ukatufundisha. Neema yako itoshe ikae pamoja nasi, ikituwezesha kukaa maguni pako kuweza kupokea katika utukufu wako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, na wote tuseme amen, ukimshangilia Bwana. Haleluya. Haleluya. Bwana ya Bwana. Pigie Bwana makofi. Yanamstahili yeye ambaye Bwana mabwana, Mfalme wa wafalme, Mungu wa utukufu. Haleluya. Asante kwa neema yako tena. Tunakaa maguni pako tena sasa. Ukanitumie kama chombo kwa ajili ya utukufu wako, kuachilia yale yatokayo kwako kwa muda huu. Na mioyo yetu tunaielekeza kwako, tayari kupokea. Roho Mtakatifu, chukua nafasi yako, na malaika wa neno kasimame katika nafasi zenu kutusikizisha yatokayo katika madhabahu yake Bwana, na kwa utukufu wako Bwana tunakaa mbele zako katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kutubu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Kwa neema yake ametukutanisha tena siku ya leo, ikiwa ni siku ya pekee na ya ajabu. Tunambariki Bwana kwa utukufu wake aliowachilia kwetu. Amen. Ni neema yake tu imetushikilia, lakini tusingeweza kusimama mbele yake. Mungu ni mwaminifu, na uaminifu wake ni ngao yetu. Tunaendelea na somo letu la utukufu wako uende nasi. Utukufu wako uende nasi. Tulikuwa kwenye kipengele cha kuchambua tunda la Roho Mtakatifu, ambaye kipengele hicho tulikisimamia ilikuwa kwenye Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22, ndio tulisimamia hapo katika yale yaliyokuwa yamewekwa pale. Tukachambua moja baada ya moja. Tumefika mahali tunaenda kukamilisha eneo hilo ili tuweze kuingia katika hatua nyingine. Yaani bado mawili. Tulimaliza uaminifu wiki zilizopita, na leo tunaenda kuingia katika hatua nyingine. Tunaenda kuangalia kipengele cha fadhili. Fadhili. Kirudia kuyasoma haya, mstari wa 22 anasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama haya hakuna sheria. Kwa maana mambo haya tunapoyaishi haya, tunaishi juu ya sheria. Sisemi kwamba ni sheria ya nchi ama nini, lakini hata pia sheria ya nchi, kwa sababu unakuwa uko kwenye ulinzi wa kiungu. Kwa hiyo yale ambayo yanatuingiza kwenye hatia hata ya nchi ni kutokuyatendea kazi yale ambayo tunatakiwa kuyatendea. So tunajikuta kwamba haya ambayo yamewekwa hapa tunapoyaishi yanakuwa ni ulinzi wetu mkubwa sana sana. Kwa kweli mimi nimemshuhudia Mungu katika hili, na tumeangalia tunda la upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, uaminifu, kiasi. Kwa hiyo tumebakiza fadhili na upole. Niliziweka hizi mwisho kwa sababu hazina mambo mengi,
maelezo yake sio marefu kama yale tulitoka kwake. Nakumbuka kipande kimoja tunakata mwezi miezi miwili. So nilijaribu kwenda na yale ambaye amebeba uzito ili kuja kufika mahali sasa haya ni ya muhimu, ni mazito, lakini yamebeba uchache wa maelezo. Kama uaminifu tulivyoona, uaminifu ni mzito lakini umebeba uchache wa maelezo kuliko faraja, kuliko vile vingine. Kama faraja kwa kuonekana ama kuitafsiri kibinadamu, faraja inatafsirika ni faraja kawaida. Lakini tulipokuja kukaa, imechukua karibu miezi miwili tunaizungumzia faraja tu, na tukaiona kwa namna nyingine. Sasa inategemea na lile tunda limebeba nini. Uzito wa tunda ndio upana wa maelezo, upana wa ufafanuzi. Sasa tunaingia kwenye kipengele cha fadhili. Fadhili haina maneno mengi wala haina maelezo mengi, lakini imebeba uzito kwenye maisha yetu. Cha kwanza kabisa nikiweka utangulizi, maana leo nitaweka tu utangulizi, labda nitaingia kidogo sijui. Hakuna mtu anayeweza kufadhili ama kumfadhili mtu ama kutumia tunda la fadhili. Hakuna mwanadamu anayeweza kulitumia hili tunda la fadhili na akalitumia kikamilifu. Maana kutumia tulishaangalia tukasema kwenye uaminifu, kwenye somo tulilotoka, kipimo cha uaminifu hakitokani na kile unachofanya, bali kinatokana na kipimo cha yule ambaye ametaka hicho unachofanya kifanyike. Maana yeye ana kipimo cha ukamilifu wa hicho kinavyokuwa. Sasa kwenye fadhili pia, ufadhili, kipimo cha ufadhili hatukibebi sisi. Ndio maana tunasema hapa hakuna mtu anayeweza kumfadhili mtu mwingine ama kufadhili isipokuwa naye amefadhiliwa na Mungu. Maanake hili ni tunda lake, na kama ni tunda lake linakaa kwake kwanza kabla halijatoka, linaishi kwake, linakaa kwake. Ndio maana Biblia inasema kwa fadhili zake ni kuu, fadhili zake ni kuu. Maneno haya ya fadhili yamejaa sana kwenye kitabu cha Zaburi. Nazungumzia fadhili za Mungu, na Daudi alizungumza sana kuhusu fadhili kwa sababu aliziona fadhili zake. Daudi hakuwa mzuri sana hivi, lakini aliishi kwa fadhili zake. Kwa hiyo tunaona kwamba fadhili zinakaa na Mungu mwenyewe, maana yeye ndio mfadhili. Fadhili zinakaa na Mungu mwenyewe kwa maana yeye ndiye mfadhili. Na kwa sababu yeye ndiye mfadhili mkuu, niseme mfadhili mkuu, ili mimi niweze kufadhili ama kuitumia hiyo fadhili, hata sio kufadhili, kuitumia, lazima niwe nimefadhiliwa na, yaani nimeipokea fadhili kutoka kwake. Lazima niwe nimeipokea fadhili kutoka kwake, na hiyo fadhili nitakayoipokea kutoka kwake itanifikia mimi kupitia yeye kunifadhili. Ndio maana tunasema haya matunda haya, tunda la Roho Mtakatifu, lazima liumbike ndani yangu kwanza, liwe na makao ndani yangu. Kwa manake hilo tunda natakiwa nilile, likae ndani yangu, ndio lianze kuishi ndani yangu, nilimeze. Kwa maana wakati Mungu ananifadhili mimi, nipokee lile tunda alafu liingie ndani yangu, niwe nimelitengenezea makao ndani yangu, ndipo sasa nitaanza kutoka ndani yangu na kuenda kwa watu wengi.
kile ambacho kimeingia ndani yako. Kwa maana yake kuna kitu lazima Mungu afanye kwangu, ili atakapokufanya na kikaingia ndani yangu, kwa maana ndani ya moyo, kikapata sehemu ndani ya moyo wangu, mimi nitaanza kuzalisha fadhili, mafadhili kwa watu wengine. Kwa hiyo Mungu alitufadhili, na alipotufadhili, fadhili hiyo huwa inatenda kazi ndani ya wale ambao fadhili hiyo ilipata makao ndani yao. Kama haijapata makao ndani yao, siwezi kufadhili, siwezi. Na sizungumzi habari ya kupeana kanga na vitenge na pesa na sijui nini chakula. Hapana, uko ni mwisho. Hayo ni matokeo ya fadhili kuwa ndani ya mtu. Kama tulivyoona, uaminifu ni matokeo ya uadilifu kukaa ndani ya mtu, kwamba hakuna uaminifu nje ya uadilifu. Kwa hiyo kama mtu takuwa mwaminifu nje ya uadilifu, ni kwa kipindi fulani, lakini neno linatuambia nini? Uwe mwaminifu hadi kufa, yaani mpaka mwisho. Ufike mwisho, unaondoka duniani ukiwa mwaminifu. Sasa bila kuwa na uadilifu, ndio maana wengi walikuwa wameokoka wakaishi kwa kipindi fulani na uaminifu, lakini baada ya muda fulani uaminifu uliondoka, kwa sababu hakukuwa na makao yake. Tukasema makao ya uaminifu ni uadilifu. Kwa hiyo uadilifu ulipokosekana ndani yao, lile tunda lilienda likinyauka, mwisho likaisha, likapotea, ukawa hakuna kitu ndani. Na kwa sababu hii, yule mtu ikawa hawezi tena kuendelea kuishi kwa uaminifu, hawezi tena kuendelea kutenda kwa uaminifu, kwa sababu lile tunda lishanyauka. Sasa tunda Roho Mtakatifu yana basement yake, yana kitako chake cha kukalia. Hayaingii tu ovyo, akaanza kuzurura ndani ya mtu mahali ambapo hakuna makao. Lazima yawe na PO box, sanduku lake la posta. Nikasema hauwezi kuandika barua usiandike hata ukaandika jina. Kuna watu wengi wanaitwa majina yanafanana, na katika kila nchi kuna watu wana majina, katika kila mikoa kuna watu wana majina yanafanana. Kila mahali ukienda kuna, hata mwingine kuna hiyo, kila mahali, hata mwingine kuna eleza wangapi hapo, wako wawili. So ni kanuni. Lakini anwani, sanduku la posta la Helena mimi, hata ukaandika tu Helena na usiandike jina la pili, na ukaandika sanduku la posta yangu, ile barua itanifikia, kwa kuna jina langu. Sasa matunda ya Roho Mtakatifu ya kitako chake, yana sanduku lake la posta, lazima yakae hapo. Na sisi tuliookoka tunapokea, tunaomba, tunda linaingia, alafu tujaandaa makao. Kwa hiyo linaanza kuzunguka ndani ya mtu. Kipindi kile nini inazunguka, ndio kipindi unakutana na mtu amesikia neno, ukamwona na joto fulani, na ukasema si fulani siku hizi anaanza kubadilika. Mbona hapo ni mapema sana? Wiki ya kwanza, wiki ya pili, mwezi, miezi 6, hapo ni mapema sana. Japo wengine inakuwa ni kweli. Itakuwa ni kweli tu kama alitengeneza makao. Akiyatengeneza, mbona siku tu inatosha? Maana kila kinachoingia kinaenda kukaa panapohusika. Na kisha kaa pale kikatengeneza makao, kinaanza kuingia kazini. Sasa wakati mimi sijatengeneza makao, hakuna anwani. Kwa hiyo sasa wakati watu wananiona ndio Helena ile siku hizi anaenda vizuri, ndio Helena siku hizi iko hivi, kumbe fadhili inazunguka kule ndani yangu, ipo ndani, yes, lakini haina makao. Kwa hiyo inazunguka haipati. Kienda mahali ambapo nitakiwa kukaa, hamna pa kukaa.
inazunguka. Sasa ili iweze kutenda kazi, inatakiwa iwe na makao yake, na ikishakaa kwenye makao yake inajigenerate, yani inajitengeneza na kujiongeza, yaani inajizalisha. Hiyo ndio lugha nzuri. Inajizalisha yenyewe kulingana na inavyotenda kazi. Kwa hiyo wakati imepata makao, anwani ndio hii. Barua ikishanifikia, ikaingizwa kwenye posta, nikaenda nikafungua, nikachukua ile barua, nikaja nayo nyumbani, nikaifungua, nikaanza kuisoma. Ninapoisoma ndio inanipatia dira ya nini natakiwa kufanya kupitia barua hii. Kwa hiyo fadhili inapopata makao, ikikaa pale, ikianza kufanya kazi yake yenyewe, huwa inaenda ikijizalisha na lile tunda linaanza kujaa sasa, yaani linaanza kuzaa na matawi mpaka mwisho inazaa matunda mwisho. Yaani sasa wewe unakuwa sehemu ya kuwafanya wengine wabebe fadhili. Sasa kuna vitu huwa vinafanyika hata ndani ya makanisa yetu ya sisi tuliokoka, tunakuwa hatuelewi kwa nini yapo, kwa nini yanafanyika. Wakati mwingine shida si shetani, na shetani anakuwa hayupo katika hapa, ila shida ni sisi wenyewe. Sasa kama mimi nataka nitendewe fadhili, mimi sina tunda la fadhili, maana mimi sina cha kutoa hata ndio niweze kupokea. Kama sina fadhili ndani yangu, Bwana tangu aliponifadhili kwanza ilizurura huko ndani ikafa, na ilipokufa kwa hiyo hamna kitu tena, ila kwa sababu niko kanisani nataka nifadhiliwe. Sasa hauwezi kufadhiliwa kwa sababu kile ambacho utakipokea lazima kitokane na kile Bwana aliweka. Kama kile alichoweka kishakufa, ina maana na wewe hautaweza kupokea, kwa sababu utakapokuwa umepokea kwa Bwana fadhili, alafu inaishi ndani yangu, mimi nami nikaanza kufadhili, maana kuna makao yake. Kwa hiyo mimi ninapotoa fadhila kwa mtu, fadhili inajizalisha huku ndani yangu. Sasa tunda la fadhili ndio mimi nalitoa na ligawa. Mti wenyewe uko, nikitoa lile tunda na yule mwingine akachukua ile tunda akala, naye akawa ametengeneza makao ya tunda lile, ametengeneza mahali pa kupanda lile koko, ile mbegu ya ile fadhili. Akishaipanda pale na kwake itaota. Kwa hiyo ndivyo ambavyo itakavyokuwa inaenda. Sasa kama ni ndani ya kanisa, ndio sasa tutajikuta kwamba kuna roho ya aina fulani inaishi ndani ya kanisa fulani. Kama ni ya Mungu, sasa nimesema ni fadhili nazungumza, utaona fadhili ndani ya ile kanisa. Kama ndani kuna roho ya ukurutu, utaona ukurutu. Yote iona, ukiwa roho utaiona, alafu utakuja kuona matokeo. Sasa mimi siwezi kutoa fadhila fadhili, lakini unapoifanya ndio fadhila, si ndio? Kwa mimi siwezi kutoa fadhila kama mimi sijafadhiliwa. Sasa Mungu alitufadhili sisi, kwanza ilikuwa ni haki yetu. Kwa hiyo hatukuwa na kazi ya kufadhili, haikuwepo kabla ya anguko, kwa sababu kila mmoja alivyoumbwa ilikuwa ni perfect. Uumbaji ule ulikuwa umekamilika. Kwa hiyo kulikuwa hakuna mtu anayehitajika kumfadhili mtu mwingine. Naelewa mimi nasema nini hapa? Kabla ya anguko hakuna mtu ambaye alikuwa anamhitaji mtu, kwa sababu kila mtu alibebeshwa wajibu na akapewa vitendea kazi na akapewa yaani vilivyowekwa duniani, si ulimwenguni, viliwekwa kwa ajili yetu. Kwa hiyo kwa ajili ya kila mtu. Sasa na vitendea kazi vikawekwa ndani yangu. Kwa hiyo ilikuwa ni jukumu langu mimi kutenda. Sasa fadhila, mpaka tunakuja kufadhiliwa,
ni baada ya anguko. Sasa kitendo cha Mungu, Biblia inasema kwamba Yesu alikuja kutafuta kilichopotea. Kitendo cha Mungu kuja duniani, kuja kutafuta mtu aliyekuwa amepotea, hiyo ni fadhila. Kuna mtu anaelewa nasema nini? Haikuwa haki. Kwa sababu lazima uelewe, fadhila humfikia mtu ambaye ameipana hiyo haki, kwa hiyo anafadhiliwa. Haki ina namna nyingi, nitaizungumza namna moja tu. Fadhila kunifikia mimi, inanifikia kwa sababu sina, na kama sina, ina maana nimekosa hiyo haki ambayo leo nafadhiliwa nayo. Sina chakula, ndio maana nafadhiliwa chakula. Nimekutwa napewa nguo, sina nguo,